Tuna ukumbi mkubwa. Lakini ukumbi ule unatusaidia, ingawa kwa mazingira magumu kwa wakati huu unatusaidia. Lakini kwa watu wanaojua thamani ya wanafunzi, unafika pale ile ukumbi unafeli. Na mwaka 2022 Baraza la Mitihani wakiongozwa na maafisa kutoka afisi ya Rais walikuja wakaukataa ule ukumbi tusifanyie mitihani. Mheshimiwa, juzi tumemaliza mitihani ya kidato cha pili. Tumekaa madarasa yote 13 kwa wanafunzi 348. Kama ukumbi ule utafanywa marekebisho, kwa mfano mwaka huu lazima shule jirani tuongezee tupate madarasa kufanyia mitihani. Maana tuna form 4 tunatarajia kuingia 380 form 4. Mheshimiwa, kwa hiyo tunaomba wawakilishi na wabunge muangalie ule ukumbi tufanyie marekebisho. Serikali ya Mapinduzi imefanya kazi kubwa ya kuboresha na kuimarisha miundombinu ili elimu katika jimbo la Kiwani. Maneno ambayo ameyasema mgombea wa uwakilishi jimbo la Kiwani ndugu Hemed Suleiman Abdullah wakati akizungumza na kuomba kura kwa walimu waliomo katika jimbo hilo ili aweze kuwa mwakilishi aendelee kuwatumikia Wakiwani na Wazanzibari kwa ujumla. Amesema katika sekta ya elimu jimbo la Kiwani limenufaika na ujenzi wa miundombinu mbalimbali ikiwemo skuli za ghorofa, ujenzi wa nyumba za walimu na dahalia 2 za wavulana na wasichana ambazo zitaondolea changamoto wanafunzi wanaoishi mbali na mazingira ya skuli hiyo. Sababu mazingira ya wanafunzi wa Kiwani, mazingira ya walimu wa Kiwani wamefanya kazi nzuri, wanafunzi wakawa wanafaulu vizuri, na hatimaye badala ya kuwapeleka wanafunzi Pindua Mohamed Mapindua kule Mkanyageni, badala ya kuwapeleka Fidel Castro, sasa wanafunzi tunawachukua hapo na wanatoka maeneo mengine ya jirani wanakuja kusoma Kiwani. Ndugu zangu walimu, hii ni heshima kubwa kwa jimbo letu, hii ni heshima kubwa kwa nchi yetu, lakini hii ni heshima kubwa kwa wana Kiwani. Unanielewa walimu Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Rais ameelekeza tujenge dakhalia 2 jirani yangu hapo. Si mnaziona hizo hapo? Zile dakhalia zimeshakamilika. Nadhani Mwenyezi Mungu akipenda kwenye shughuli zetu za sherehe za Mapinduzi Januari tutazifungua ili wanafunzi wetu sasa wakae kwenye dakhalia hizo. Tumejenga dakhalia hizi 2 ya wanawake na wanaume. Nimeshazitembelea na kwa kweli tungeshawaruhusu wahamie. Lakini nilikwenda nikakuta kitu hakikunifurahisha. Nimekuta dakhalia ya wanawake na wanaume hakuna mpaka. Wanawake wanaweza kwenda kwa wanaume na wanaume wanaweza kuja kwa wanawake. Tukasema kwa ulimwengu huu hapana, sio salama. Tukatoa maelekezo uijengwe boundary wall, kwa maana ya ule ukuta unaogawa kwa wanawake, wawe wanawake peke yao. Kina mama vijana wetu wawe huru kufanya shughuli zao kama wanawake. Si ndivyo bwana? Lazima tuweke stara. Na wanaume kina baba na wao watakuwa na taratibu zao peke yao. Kwa hiyo tumefanya hivyo, kazi zinaendelea na naamini ndani ya muda mchache ujao itakuwa imekamilika. Tutaifungua, wale ambao wanakaa kule madarasani sasa watahama, watakuja kuhamia kwenye dakhalia zao ndani ya muda mfupi ujao. Lakini tumejenga na nyumba za walimu. Ukiziangalia hizi dakhalia pamoja na nyumba za walimu zina range kama 6.003 gharama yake, ambayo tayari zimekamilika, na dakhalia zile za wasichana na wavulana hakuna mzazi au mtoto atakayekuja na godoro pale. Na nielewa vizuri walimu? Pale vitanda vyake vipo tayari na magodoro yake yapo tayari na huduma zote stahiki, zote zikiwemo chakula. Wakizungumza kwa niaba ya walimu wenzi wao, amewaomba wagombea hao watakapokuwa viongozi wa jimbo kuangalia uwezekano wa kujengwa vituo vya afya karibu na skuli zilizomo jimboni humo, suala la ukosefu wa elimu pamoja na changamoto ya makaazi kwa walimu wanaoishi mbali na maeneo ya skuli wanayofundisha. Kwa hiyo hapa tunao vijana wa form 1 ambazo sasa hivi wanaingia form 2.
Kwa vile unafahamu yale mazingira ya Chwaka, kwa sababu sitaki nieleze mingi kwa sababu unaelewa. Kwa hiyo nahitaji, kuna opportunity, kuna vitu ambavyo tutakaa na mwalimu mkuu kuweza kuvirati, kuwatoa wale walimu, kuwatoa wale wanafunzi wa form 1, kuwatoa kwenye mashiti na kuwapeleka katika ile biashara ambayo imekusudiwa na serikali. Kwa hiyo mimi nilikuwa nina ushauri tu kwako wewe, tutakaa na mwalimu wangu mkuu, utakaposikia kuna vitu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya hao wanafunzi wa biashara, basi nakuomba sana kuweza kuwa nao, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo wanahitaji na kuweza kufikishwa yale malengo na madhumuni ya serikali.